والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معرفات مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا. Hii katika ilmu al-faraid, yani ilmu ya mirathi, anasema warithi katika wanamume ni watu 10. Asma'uhum ma'rifatun mushtahara, majina yao yanajulikana na ni mashuhuri kabisa. Akasema wa kwanza al-ibnu wa ibnul ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala. Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh Umar Himidi Mkunda, amin inshallah. Kwa hiyo tulikuwa katika zama hizo inshallah biidhnillah. Al-akhi Sheikh Ibrahim ametupa wasia mkubwa sana sana sana. Miongoni mwa wasia ambayo alotupa al-akhi Sheikh Ibrahim ni wasia wa majina. Tunapowaita watoto wetu majina mazuri, tunawaandalia mambo mazuri, na tukiwaita majina ya hovyo hovyo, tunawaandalia uhovyo pia katika hali za namna hiyo. Kwa mfano, hata ukisoma katika kitabu hiki, kitabu kinaitwa Jawahiru Lammaa fi ilaji almasi was-sar'i wal-'aini wat-tayrati fi al-waqti was-sa'a, kimeandikwa na taalifu fadilatu Sheikh Ahmad ibn Abdul Malik Az-Zaghabi. Mwamba huyu anasema katika masala ya tafsiri za ndoto, anasema turuqu ta'wili. Nataka tuone yale majina kwa maana njia za tafsiri za ndoto. Anasema mmoja katika hizo dhikru ahli al-iddati turuqi li tafsiri ru'ya wa hiya, kuna njia 3 za tafsiri ya ndoto. Tafsiri ya kwanza, naenda haraka haraka, inaitwa tawilu ru'ya bil Qur'ani. Kuna kufasiri ndoto kwa mujibu wa Qur'ani namna ilivyosema. Kwa mfano, mtu ameota amemuona mtu kwa kumuona nyuma ya mgongo wake. Qur'ani inasema nyuma ya mgongo maana yake ni nini? Hii ni naslun, maana yake ni nini? Ni kizazi. Inaelezea habari ya nini? Ya kizazi, kwa sababu sulbi, uti wa mgongo, ndipo mahala panapotokea kizazi au uzazi katika hali za namna hiyo. Lakini ta'wilu ru'ya bisunna, lakini kuna tafsiri ya ndoto kwa sunna za Bwana Mtume Muhammad. Lakini kuna ta'wilu bil asma'i, kuna tafsiri ya ndoto kwa majina. Yani mtu inawezekana katika umelala alafu ikakujia ndoto, katika ndoto ambayo ilokujia ukawa wewe umeambatana na mtu anaitwa Tabu. Ndani ya ndoto yako mnasafiri au mnakwenda katika mahala sehemu ya mipango ya kazi, ishara kwamba hii ndoto inakwambia kwa kuwa umeambatana na mtu anayeitwa Tabu, ishara ya kwamba hicho unachokiendea unaiendea tabu katika hali sana namna hii. Sasa hii ni hatari, ndio maana majina ni kitu bora sana 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 kabisa. Tafakari katika kumwita mtoto wako jina. Wengine wanapata madhara kwa sababu ya majina tu. Fatahmilu ala dhahiri lafdhi, wanasema wataalamu wa masala haya, kwa maana ndoto huwa inabeba udhahiri wa neno lenyewe. Umeambatana na mtu anaitwa Shida, unakwenda katika mpango wa kazi, ndoto hiyo, alafu unaamka ukiwa umeambatana na mtu anaitwa Shida. Unapokwenda ni kwenye kampuni kuomba kazi, ishara inakwambia wewe mzee, shida hiyo, hakuna tatizo, hakuna jambo ambalo utakayoweza kulipata katika mazingira kama haya. Ndio fatahmiluhu ala dhahiri lafdhi, hiyo hubebwa katika udhahiri wa nini? Wa neno lenyewe, namna jinsi ambavyo lilivyo. Karajulin yusamma alfadlu, kama vile umeambatana na mtu anaita fadlu, fadhila. Yani umekwenda katika, umeota katika ndoto zako unakwenda mahala kutafuta kazi, alafu ulioambatana naye ni mtu anaitwa fadhila. Umepaona hapo? Ishara ya wazi kabisa inakwambia wewe mzee, unakokwenda ndipo na unachokifata utakipata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ta'awwalahu ifdalan wa rajulu yusamma rashidan, au upo katika ndoto umeambatana na mtu anaitwa Rashidi, basi uko unapokwenda pazuri mzee. Lakini tatawalahu irshadan au saliman, umeambatana na mtu anaitwa Salim, mambo mazuri.
Lakini kadhalika, na hayo yalimethibiti wakati wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema raaitu lailata kaanna fi dari Uqbat ibn Rafi'i. Anasema usiku nimelala nikaota kama vile sisi tupo katika nyumba ya mtu anaitwa Uqbat ibn Rafi'i. Faatainahu biratbin ibni Taba, kisha baada ya hapo tukaondoka tukaenda kwa mtu anaitwa Ratbi ibn Taba. Sasa fa awwaltu anna rafa, anasema nikatafsiri ya kwamba huyu rufa lana fi dunya wal akhirah, hichi ni cheo au daraja yetu duniani na akhira, kwa sababu tunakwenda kwa nani? Kwa bwana mkubwa Uqbat ibn Rafi'. Rafi' ni daraja, ni cheo. Sasa tupo na mtu anaitwa cheo Rafi'. Huyu Rafi sasa maana yake ni fataawaltu au faawaltu anna rufata lana fi dunya wal akhirah, kwamba hicho ni cheo chetu cha hapa duniani na akhira. Wa anna dinana qad taba, na dini yetu imekuwa nzuri. Faataina bi Ratbi ibn Rafi' ibn Taba lianna dinana qad taba, dini yetu imekuwa nzuri. Sasa wewe ita watoto wako majina ya mauzauza, majina maajabu. Tuwape watoto majina mazuri bwana. Ndugu zangu, kwa dakika moja tutakwenda kuelezea kidogo katika al-adabu baina zawjaini, adabu baina ya mke na mume. Yani mke na mume, yani ukifanikiwa kuwa na adabu baina ya mke na mume na heshima na nidhamu nzuri, nyie mmefanikiwa katika maisha yenu ya ndoa. Kwa sababu al-adabu baina zawjain, heshima na adabu baina ya mke na mume, yaksibu al-hayata az-zawjiyya istiqrara, inatengeneza utulivu mkubwa sana kwa hawa wanandoa. Yani mke akimheshimu sana mume wake, basi ufahamu kabisa maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana. Na mume akimheshimu sana mke wake, maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana na yanakuwa matamu sana na yana ladha sana katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika wa makarimul akhlaqi min a'zami asbabil mahabba, lakini kadhalika na kuwa na tabia njema. Mume akiwa na tabia nzuri zinazopendeza na mke akawa na tabia nzuri zinazopendeza, ni katika sababu za mahaba na mapenzi katika ndoa. Yani wewe mume, ili kadhalika uwe na mapenzi mazuri kabisa kwa mkeo, kuwa ni mtu mwenye tabia njema. Usiwe ni yule mtu ambaye unahesabu vipande vya nyama robo kilo, alafu mkeo ale kipande kimoja, wewe ule vipande 7. Hakuna hiyo kitu ya namna hiyo. Alafu utarajie kuheshimika hapo mahali, uheshimiki mzee. Lazima kwanza uwe ni mtu mwenye makarimil akhlaqi, tabia njema. Uwe na tabia nzuri. Maana wapo watu shekhe, usicheke mzee. Kuna watu shekhe, akishapika pale mkewe kashapika, anamwambia chungu hicho cha nyama kilete hapa, mimi ndo nitakupakulia wewe. Sasa kwa nini usipike kabisa wewe mwenyewe? Wapo watu wa namna hiyo shekhe. Na hakika. Sasa makarimul akhlaq, tabia njema ni kitu bora sana, ni katika vitu ambavyo vinatengeneza mahaba na mapenzi. Lakini kadhalika baadhi al-adabi law tubiqat fi al-hayati az-zawjiyya, baadhi ya heshima na nidhamu lau kama zingekuwa kwa wingi katika maisha ya wanandoa, khasatan tena watu wakafanya ile heshima, nidhamu, kuheshimiana, kila mmoja kumwona mwenzake kupande wake kuwa ni dhahabu, la sara kullu baiti rawdatan min riyadil jinani fil ard, kila nyumba miongoni mwa nyumba za wanandoa wenye tabia hizi, wallahi ingekuwa ni pepo inayopatikana katika ardhi ya majumba yao. Yani mke akiwa na tabia nzuri sana na mume akawa na tabia nzuri sana, hiyo nyumba inakuwa pepo ujue. Lakini mke akiwa na tabia mbaya sana na mume akawa na tabia mbaya sana, hiyo nyumba ni moto mtupu, ni jahannam. Tena yaslaunaha, wataingia katika moto wa jahannam. Wallahi ile hatari sana. Wewe tu babaika udondokee katika mikono ya mke wa ovyo ovyo. Alafu uone pale nyumbani kama utakuwa unarudi mapema mzee. Lazima unarudi saa 8 za usiku. Bila kupenda, sio unataka. Mzee singo, sio unataka. Unarudi saa 8 za usiku kwa sababu unajua nikienda mapema balaa. Ukifika mapema unaulizwa kwa nini umefika mapema.
Ukichelewa unaulizwa kwa nini umechelewa. Yani wewe huna jema katika hali za namna hii, ni hatari. Sasa makarimul akhlaqi, lazima tuchunge tabia njema, tabia nzuri nzuri. Miongoni mwa tabia njema yani kitmanu sir, lazima wawe ni watu ambao wanaoficha siri. Mume awe tabia yake anaficha siri za mkewe, na mke awe tabia yake anaficha siri za mume wake. Kuna wanawake mzee, yani siri ya nyumbani kwako usifikirie kwamba ni siri, ni dhahiri tu. Sasa hawa ni malunin, ni watu walolaniwa. Na wanaume wengine wako hivyo, nyumbani kwake hakuna siri, ye kile cha siri ni dhahiri, anaenda kuhadithia kijiweni mzee. Sasa hii hapana, sio sawa. Lakini kadhalika wasatrul uyubi, na miongoni mwa tabia njema ni kustiri aibu za mwenzako. Kila mmoja ana aibu zake. Usiende kumhadithia kimoja chali. Maana yake nini kimoja chali? Acheni haya mambo bwana, inatakiwa mambo yawe vizuri. Au yope sijui nini, achana haya mambo bwana. Hebu muheshimishe uliokuwa nayo ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Wa ayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi, lakini kadhalika ni miongoni mwa adabu ni huyu mwanandoa amwite mwanandoa mwenzake kwa majina mazuri mazuri anayoyapenda na kuyatamani. Usimwite mkeo majina anayoyakataa, maana kuna watu wako hivyo, lile jina ambalo halitaki yeye ndo analidumisha. Sasa hii sio nzuri, haifai. Yani mwite kwa majina mazuri mazuri anayoyapenda. Lakini kadhalika wa an yuthni alayhi bima ya'rif min mahasinihi, na akifanya zuri msifie. Akivaa akapendeza msifie, mwambie mashaallah, wallahi mke wangu jinsi ninavyokuona ni kama nuru ya lulu inavyoangaza kutokana na uzuri na urembo wako namna unavyoonekana. Msifie mkeo, mahasini yake, mazuri yake yasifie. Isiwe tena huna sifa ya kumsifia mkeo. Hii ni hatari ndugu zanguni. Kwa hiyo hii ni katika masala ya adabu, zikiwepo katika majumba yetu khairi inaweza kuwa nyingi kabisa. Wayashkuruhu ala sani'ihi fi haqqihi, na ni vizuri sana mtu awe na tabia ya kumshukuru mwenza wake. Yani wewe mume uwe una tabia ya kumshukuru mkeo. Kapika chakula, umekula chakula kizuri, nasema mashaallah mke wangu, nakushukuru sana kwa kunipikia chakula kizuri kitamu hiki, chakula safi kabisa, mashaallah. Msifie mkeo. Lakini kadhalika na mke naye ana tabia ya kumshukuru mume wake pale ambapo anapomletea. Kaenda kapambana huko, kimepatikana kilichopatikana, kiwe kikubwa au kidogo, kiwe kizuri au kibaya, maadamu kinatokana na jasho la mume wake, basi awe na tabia ya kumshukuru mume wake. Hiyo nyumba inakuwa pepo ya dunia kama matendo haya yanakuwa yanaendelea katika majumba haya. Lakini leo ndugu zangu, haya majumba kweli hapo. Unarudi nyumbani, umetoka kutafuta, umekosa, tena ndio unaonekana sasa katika watu wazembe, wewe ni namba moja. Mzembe mkubwa wewe. Mbona kina fulani wanapata, unakosaga wewe tu? Hii ni hatari sana. Au unarejea pale unakuta mkeo kakupikia chakula kizuri na kakufunikia na kawa inayokukaribisha kukuambia karibu sana mume wangu, ujisikie katika ukiwa katika hali ya faraja na furaha ya hali ya aina kadha. Alafu unafika pale unafunua lile kawa, alafu na mama fulani, hebu njoo. Ndio nini sasa hii? Mpika nini? Mimi sipendagi haya bana mambo. Mambo gani haya? Chakula gani cha ovyo ovyo hiki? Hivi kajipinda mwenzako. Kesho huyu atakutengenezea kitu kilichokuwa kizuri kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana watu tuwe katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini kitu kingine ni mtu mume au mke awe na tabia ya kwenda katika haja za mwenzake. Yani mke kapata shida, we mume ambatana naye katika shida zake, pambana naye katika zile shida zake. Au mume kapata shida, we mke pambana naye katika shida zake. Yani hakikisha kwamba unakuwa naye bega kwa bega mpaka jambo liishe. Tukiwa hivyo tutakuwa tunaishi wapi? Peponi, hali ya kuwa tukiwa bado tupo duniani. Lakini kadhalika kuwe na tabia ya sameheana sana katika zile zallat. Kuteleza makosa madogo madogo, kuwe na tabia ya kusameheana. Sio kuyashikilia makosa. We jana ulifanya haya na leo umerudia tena haya. Sasa nasubiria kesho ukifanya tena nakupa talaka 2 hapa. Haitakiwi hivyo. Makosa madogo madogo yanasamehewa. Lakini akishasamehewa yale makosa madogo madogo, unamuelekeza kwa njia iliyokuwa sawa sawa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa ala zawji, sasa na kwa mume natakiwa afanye hivi. An yatakhayyara araqa almaani
wa a'dhaba alkalimati ma'a zawjati mura'at li tabi'atiha al-unthawiyya. Yani mwanamume atakiambiwa maneno makali na magumu na mkewe, ni vizuri sana awe anachagua maana nzuri. Unajua kuna mwanaume mwingine anaweza kuambiwa maneno alafu anaanza kuyatafsiri, na maana unanionaje mimi? Unajua mwanamke kuna wakati anaweza kusema maneno ya kike tu. Maneno ya kike anaweza akaja, umemzalisha mtoto, anakuambia kwani wewe unafikiri mtoto huyu wa kwako? Sasa uspaniki mzee. Ukafikiri kwamba kasema kweli kwamba sio wa kwako kweli, wa kwako kabisa, na yeye mwenyewe anajua kabisa kama mtoto ni wa kwako. Na tukosea katika maneno. Kwa hiyo inshallah mimi niishi hapa. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, tuna dawa yetu hii ya mkono wa Idi. Mkono wa Idi ndio bora sana katika wakati huu tuliokuwa nao, ndio kitu ambacho bila shaka ni habari ya mjini kwa ajili ya kutengeneza quwwatul jimaa, nguvu za kiume, watu kuwa katika hali bora sana, lakini kadhalika kuweza kuperform vizuri katika sala la tendo la ndoa. Jipatie mkono wa Idi kwa kiwango chake, kwa maana kwa dozi yake kamili biidhnillah. Na dozi kamili ni kopo 5 hizi ambazo zinatumiwa ndani ya masiku 30, kwa maana mwezi mmoja insha Allah. Ukitaka kuwa imara zaidi, tumia mkono wa Idi. Lakini kuna wale ambao wamesumbuliwa na sihri, machawi, wamelishwa machawi, wanaumwa maradhi yasiyojulikana, wengine maradhi yanajulikana, lakini dawa nyingi za kihospitali zishatumika, bado natija ni ndogo. Hii Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha athari na mashakili haya ya kichawi. Jitahidi sana uipate hivi sasa, nawe pia utatushukuru kwa neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia.